Unatazama Muungwana TV. Sisi ni vijana kutoka kitengo cha uzima Ndanda. Tumetembelea katika shule yenu kuja kutoa mafunzo kidogo kupitia vijana wetu hao wanafunzi. Na hasa wanafunzi tuliowalenga ni hao wa darasa la pili kwa ajili ya kuwauliza mambo mbalimbali, lakini kubwa zaidi tutakuwa tunauliza kuhusiana ufahamu wao juu ya HIV na ukimwi kwa maswali madogo madogo ambayo yanafanana na umri wao. Lakini swala la pili tutakuwa na michezo midogo midogo kulingana na umri wao waliokuwa nao. Kwa hiyo kwa kufika hapa, lengo kubwa tunawaomba walimu tushirikiane na nyinyi pamoja ili tuone zoezi letu linakamilika. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutakuwa na maswali madogo madogo ya kuwauliza wanafunzi wa darasa la pili ili tuone ufahamu wao na uelewa wao kuhusu HIV na ukimwi. Kwa niaba ya walimu wenzangu niwakaribishe jamaa zetu hawa wa uzima kwa programu yao ambayo wametuambia kwamba inalenga HIV na nini na ukimwi. Kwa maana hiyo mimi niseme asante, karibuni tena. Watoto, mlichoambiwa mtafanya nini? Mtajibu maswali vizuri, si ndio Anejua dalili tatu za ukimwi. Mtu anayeumwa ukimwi anakuwa na dalili gani? Anejua mtu anayekuwa na ukimwi ana dalili gani? Darasa pili. Aya, Ailini. Unatumika kwa ugonjwa wa macho. Kwa ugonjwa wa macho. Aya, asante. Mwingine? Kukohoa. Kukohoa. Aya, mpigeni makofi. Kipengele cha pili kinabidi useme ndio au hapana au useme sijui kabisa. Sawa Useme ndio au hapana au sijui kabisa. Kwa hiyo nitauliza swali, sawa Swali linasema hivi. Sawa Je, kuvaliana nguo na mgonjwa mwenye ukimwi unaweza kupata ukimwi? Karibu wewe. Haya, jina lako nani? Kwa jina naitwa Renata Silai. Unasoma darasa ngapi? La pili. Jibu lake nini? Tambukizwa. Utambukizwa. Ndio. Utambukizwa. Maana yake jibu lako ndio, si ndio Ndio. Jibu lako ndio. Asante kwa kushiriki. Kuvaa nguo moja na mtu mwenye maambukizi ya ukimwi uweze kupata nini? Ukimwi. Sawa? Uweze kupata nini? Ukimwi. Na ndio maana huko majumbani tunavaliana nguo wakati fulani, tunazimana hata kanga, vitenge. Sawa Viatu, lakini hatupati nini? Maambukizi. Ingekuwa hivyo ingekuwa tunapata maambukizi. Sawa Kwa hiyo mimi kwa haraka haraka nawaambieni jibu lake nini? Hapana. Sawa Swali namba 2. Je, mtoto mdogo anaweza kupata virusi vya ukimwi? Mtoto mdogo anaweza kupata virusi vya ukimwi? Jina lako nani? Naitwa Zuriata Alifaini. Swali umelielewa? Ndio. Unasemaje wewe? Toa jibu. Hapana. Hapana. Na yeye anasema hapana, mtoto mdogo hawezi kupata maambukizi ya ukimwi. Anasema hapana. Jibu lake? Anaweza kupata maambukizi ya ukimwi. Mmesikia? Mtoto mdogo naye pia anaweza kupata maambukizi ya ukimwi. Sawa Anaweza kupata maambukizi ya ukimwi. Asante. Pigie makofi. Haya, swali la mwisho. Je, unaweza kumjua mtu mwenye ukimwi kwa kumwangalia?
Njoo, wewe utajua wewe. Jina lako nani? Yeremia Meusi Chilala. Swali umelielewa eh? Jibu lake nini? Kuumwa magonjwa. Kuumwa magonjwa. Kuumwa magonjwa eh? Jamani, amejikongoja. Leo tumetembelewa na shirika la Uzima Ndanda chini ya mkurugenzi bwana Miti. Lengo kubwa la ziara hii ni kuona uelewa wa watoto juu ya VVU na ukimwi kwenye jamii yetu. Sasa tumeongea na watoto, wameonyesha kwamba wana uelewa mpana mzuri tu juu ya maambukizi haya. Baada ya hapo ulikuwa tumeshiriki michezo mbalimbali nje ya darasa. Kwa kweli watoto wameonyesha vipaji vyao, vipaji vizuri tu, wamefanya vizuri tu, washindi wamepata zawadi. Nipende sana kuwashukuru watendaji wao chini ya mkurugenzi bwana Miti. Kwa kweli wamejitahidi, ni wafanyakazi wazuri, nawapongeza sana. Pamoja na hali iliyopo ya mvua na nini, lakini kazi zimeenda vizuri, hawakujali mvua wala nini. Hii michezo ya nje, mipira mitatu hii, mpira mwekundu, mweusi na njano, kwa kweli watoto umewafurahisha sana. Moja, kwanza usikivu. Walichokuwa wanaambiwa na mwezeshaji juu ya hiyo mipira mitatu. Lakini pili, kutokana na usikivu huo wameweza kutafakari nini ambacho kilikuwa kinaelekezwa. Lakini tatu, kutokana na mchezo huo watoto wameweza kutenda kwa vitendo. Kwa hiyo maana yake watoto hawa wana uelewa mkubwa. Mchezo umewawezesha watoto kuwa na umakini katika tendo zima la usikilizaji na utendaji. Yaani hata kwenye tafakari wakawa na tafakari kwamba nini kimetamkwa, nifanye nini. Yote haya watoto wameyatenda. Kwa hiyo kwa hilo mimi nishukuru sana na naomba tuendelee kuwa pamoja. Unatazama Wana TV.